Wafugaji wengi wa bata wanashindwa kufuga bata kutokana na kutokujua makosa haya makubwa mawili, na makosa haya kwa kutokuyajua inapelekea bata wao kutokukua, na pia inapelekea bata wao kuweza kufa, hususan katika swala zima la vifaranga. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, jitahidi sana kuweza kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua haya ni makosa gani na uweze kujua mbinu mbalimbali ambayo utaweza kutumia ili kusudi kuepukana na haya makosa. Kwani kutokujua makosa haya kutakupelekea wewe kutokuweza kupata faida na kutokuweza kufanikiwa katika ufugaji wako wa bata. Kosa namba moja, ndugu mfugaji mwenzangu, ni kuhusiana na swala zima la lishe. Kama utafuga bata na lishe itakuwa ni duni, ina maana itapelekea bata wako kutokuweza kukua. Kwenye jambo la lishe kuna mambo mengi mbalimbali ambayo tutazungumzia kwenye swala zima hapo la lishe ili tuweze kujua, ndugu mfugaji, wewe bata wako ni lishe gani ambazo unawapa, au ni chakula gani ambacho bata wako unaweza kuwapa? Je, chakula hicho kina ratiba maalum ambayo unawapa, au unaamua kuwapa tu bata wako chakula bila kujua kwamba hiki chakula kina faida gani katika mfugo wangu wa bata? Kwa hiyo hili ni kosa namba moja ambalo linawapelekea wafugaji wengi sana kuweza kupoteza vifaranga na pia kuweza kupoteza bata wenyewe, na bata wanakuwa hawana thamani. Kwa hiyo kwenye jambo la lishe, kama unavyoangalia katika skrini yako hapo, huu ni ufugaji mseto ambao tumechanganya kati ya bata wakubwa pamoja na bata wadogo kulingana na idadi ya bata ambayo tunayo. Kwa hiyo kama unavyotazama hapo, ina maana kwenye jambo la lishe tumezingatia sana kuhusiana na mchanganyo wa lishe bora ambayo itapelekea bata wako kuweza kukua na bata wako kuweza kukua katika mazingira ambayo utaweza kupata faida. Kwani ili kusudi uweze kufanikiwa katika swala zima la ufugaji wa bata, lazima uweze kujiwekea malengo pamoja na mbinu mbalimbali ambayo utakupelekea wewe kuweza kukuza bata wako. Kwa hiyo kwenye katika swala zima la lishe, wengi wanakosea kwenye lishe, na ndio maana bata wao wanakuwa wanadumaa, bata wao wanakuwa haongezeki uzito, na bata wao wanataga mayai, ila mayai yale wanakuwa hayana virutubisho, na mayai wanakuwa mengi, mayai yanakuwa ni mabovu. Kwa hiyo kwenye lishe jitahidi sana ndugu mfugaji wa bata, kwenye lishe uweze kuwachanganyia bata wako pumba, na pumba ambazo unashauriwa kuweza kuzichanganya ni pumba za mahindi, unachanganya na pumba za mpunga pamoja na mashudu, unaweza kuchanganya kwa pamoja na mifupa. Ina maana kwamba kama unaweza kuweza kupata mazingira ambayo kuna mifupa, basi chukua mifupa yako ile, unaipeleka mashineni, unasaga upate mchanganyiko wa pumba za mahindi, upate mchanganyiko wa mashudu ya alizeti, upate mchanganyiko wa pumba za mpunga pamoja na mchanganyiko wa karanga. Vile vyote vinasaidia bata wako kuweza kukua na bata wako kuweza kuimarika na kuwa imara. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, kama kosa hili tuweza kulifanya la kutokuzingatia katika swala zima la lishe, kiukweli bata wako hawawezi kukua na utakuwa umepata hasara. Utajikuta kwamba unafuga bata kwa muda mwingi na mafanikio yanakuwa ni madogo. Na kitu kingine ndugu mfugaji ambacho wafugaji wengi sana huwa wanakosea ni kuhusiana na swala zima la usafi. Tunapozungumzia katika swala zima la usafi, ina maana tunazungumzia usafi wa vitu vyote ambavyo vinahusiana na swala zima la bata. Kuna usafi muhimu sana ambao watu wengi huwa wanauacha, nao ni usafi wa vyombo vya kulia bata. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, bata wako lazima uweze kuwekea vyombo ambavyo watakuwa wanakula chakula, na uweze kuwatengenezea vyombo ambavyo watakuwa wananywa maji. Kwa hiyo vile vyombo vya chakula pamoja na vyombo vya maji, wafugaji wengi huwa wanajisahau sana na kupelekea vile vyombo vinakuwa ni vichafu, vinakuwa ni vyeusi, vinakuwa vimekaa na bakteria wengi ambao wanapelekea bata wale kutokukua na bata kuweza kudhoofika. Kwa hiyo ndugu mfugaji, naomba uweze kuchukua hatua. Kama unaangalia video hii, uweze kuchukua hatua mojawapo ya mabadiliko, uweze kubadilika kutoka ule ufugaji wa mazoea ambao umezoea
na kuja kwenye ufugaji wa kitaalamu ambao utawapelekea wewe kuweza kupata mafanikio yaliyokuwa ni mazuri. Kwa hiyo unapokuwa unaamka asubuhi, jitahidi sana vyombo vyako unaweza kuvisafisha, vinakuwa ni visafi. Vyombo vinavyokuwa viko visafi, ina maana jitahidi pia na vyombo vya kulia chakula pamoja na vyombo vya kunywea maji vinakuwa visafi. Na usafi mwingine ambao watu wengi sana, wafugaji wengi sana watu wanapenda kujisahau, ni kuhusiana na usafi wa sehemu ambayo bata wanakula chakula. Tukumbuke kabisa kwamba bata wana mazingira ambayo wanaoshinda yale, ndio mazingira ambayo wao wanashindia pale, mazingira ambayo wao wanakuwa wanaruka, wanatoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Cha kushangaza utamkuta mfugaji mazingira hayo hayazingatii kama ni mazingira ambayo yanaweza yakapelekea bata wake kuweza kupata magonjwa na bata wake kutokukua. Na utashangaa pia kumkuta mfugaji mazingira bata wake kushindia yanakuwa ni mazingira mabovu, mazingira machafu, mazingira mabaya. Na tukumbuke kabisa uchafu ndio chanzo kikubwa cha magonjwa, na ni chanzo kikubwa cha magonjwa, pia ni chanzo kikubwa cha udumavu ambao inapelekea bata wako kutokuweza kukua. Na kama hususan hofia kama utakuwa una bata ambaye analalia mayai au bata ambaye anataga na ukute mazingira ya kushindia ni machafu, basi bata huyo kiukweli atapata magonjwa na hawezi kumalizia kutaga mayai. Ndio ile unakuta mtu analalamika kwamba mayai yake, bata wake anataga mayai madogo tofauti na bata wa jirani yake, au bata wake amekalia mayai na ametumia muda mwingi zaidi ya siku 30 anakalia mayai hajatotoa yale mayai, kwa sababu mazingira yale ya kulia chakula na kuwa ni machafu. Pia katika usafi kwenye swala zima la banda, kwani banda au sehemu ambayo bata wako wanalala, ujitahidi sana ndugu mfugaji wa bata, yani mazingira yaweze kuwa ni masafi. Safisha banda lako la bata, jitahidi kila siku asubuhi bata wanapokuwa wanatoka unasafisha. Utakapokuwa unasafisha pia utagundua kwamba kuna bata wengine wamekufa mle, au utagundua pia kama kuna changamoto ya viroboto ambavyo unaweza kuchukua hatua moja ya kuweza kupulizia dawa ya viroboto. Unaweza kuchukua hatua yoyote ambayo hatua hiyo itapelekea wewe bata wako kuweza kufanikisha na kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, hakika ufugaji wa bata ni mwepesi sana, lakini changamoto tunashindwa kupata elimu sahihi ambayo inatupelekea sisi kuweza kufanikisha malengo yetu ya ufugaji wa bata. Kwa hiyo naomba nikusii tu kwamba jitahidi sana kuweza kufuatilia video yetu inayofuata, ambayo pia itahusiana na swala zima la mafunzo ya bata, hususan bata hawa kienyeji pia na bata bukini. Ina maana wote ni aina ile ya bata ambayo ukipata elimu hii na ukiweza kuchukua hatua utekelezaji, kiukweli utakuwa ni miongoni mwa mtu ambaye utaweza kufanikiwa katika swala zima la ufugaji wa bata. Ndugu mtazamaji, haya mambo yote ukiyafanya, kuna faida gani ambayo unaweza kuyapata? Matokeo ambayo unaweza kuyapata kama utaweza kuchukua hatua ya kuweza kufanya jambo zima la chakula na usafi katika banda pamoja na vyombo pamoja na sehemu ya kulia chakula, kuna mambo ambayo unaweza kukutana, ambayo matokeo lazima yaweze kutokea. Cha kwanza kabisa, utapunguza vifo vya bata wakubwa pamoja na vifo vya vifaranga. Na matokeo mengine ambayo utakutana nayo ni kuhusiana na swala zima la ukuaji wa bata. Bata wako atakuwa na bata wako atanenepa. Na kitu kingine cha mwisho kabisa utakachokuja kukutana nacho ni hususan katika swala zima la pesa. Ina maana bata wako watakuwa nakimbiliwa, utakuwa na uwezo wa kuuza bata na kupanga bei ambayo wewe unaitaka, na wateja wengi watakimbilia bata wako. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa mafunzo mbalimbali ya bata, naomba tu uweze kukomenti neno bata, ili kusudi niweze kutumia vitabu na maelekezo mbalimbali ambayo yatakuongoza moja kwa moja katika ufugaji wa bata wenye tija na ufugaji wa bata ambao una mafanikio mazuri. Pia nikukumbushe
ukumbuke kuweza kusubscribe na kugonga alama ya kengele kwa ajili ya video nzuri.